Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna accident ambayo ilitokea upande wa Mombasa huko. Kuna mtoto ambao alidrowned ndani ya ndani ya ocean pale. Ni siku sio imeenda siku 3, ni 1 week, imeenda siku 4, siku 5 akitafutwa. Paka wamesaidiwa paka na watu wa jeshi pale. Ni hivi ambao wanakaa huko Mombasa. All and all hawakufaulu. Kuna mzee huyu ambao picha yake nimeweka hapa. Huyu mzee ndio nasikia yeye ndiye anasikia huyo mtoto, yeye ndiye alipata huyo mtoto. Na huyo mzee yeye si mtu wa serikali. Yeye ni mtu wa kujitolea. Amefanya kazi mzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunashukuru huyo mzee pia Mwenyezi Mungu amweke afya refu ili akue na roho pia vizuri, aendelee kusaidia watu wengine kama ambao watapata accident kama hiyo. Hata ukiangalia vifaa mzee anatumia, hata vile mzee anaweka paka mawe kwa mwili yake ili apate kusink ndani au apate kuenda deep zaidi kwa sababu ya hizo mawe. So all and all, kiangalia hii video, huyu mzee alifanya kazi mzuri sana. Huyu mzee inafaa pongezwe na pewe zawadi yake. Amepata mtoto, already mtoto alisa kufa, ni maiti, anaenda kuzikwa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini sasa mzee amebaki na muonyesha watu picha nzuri. Watu wa serikali wafaa watembelee huyu mzee. Ape hata kama atakuwa private, akuwe anafundisha watu. Wanafundisha watu kudive kwa maji, anafundisha watu kutafuta watu kwa maji au kutafuta chochote inapotea kwa maji. Huyu mzee anafaa apewe hiyo chance afundishe watu. Hata kama county ya Mombasa atakuwa anamlipa kitu kidogo, au itakuwa Mombasa analipa kitu kidogo, au itakuwa ni nani analipa kitu kidogo. Lakini so mzee aangaliwe. Akuwe anafundisha watu kudive ndani ya maji au kutafuta watu ndani ya maji. Inafaa kwa sababu kazi imefanya. Kama jeshi hakuna kila kitu hajapata mtu. Kama wale pia wa maji pia private wako na kila kitu hajapata huyo mtoto. Huyo mzee ndiye amekuja kapata huyo mtoto. Wa society pia wako Mombasa waangalie huyo mzee. Washike huyo mzee. Wale wanataka mtoto wao pia wafundishwe kudive, wanafundisha watoto wao kujua kuogelea, wanataka kufundisha watoto wao kutafuta kitu kwa maji, kwa deep, waende kwa huyo mzee wafundishe huyo mzee. Hata kama watapewa huyo mzee pesa ngapi kwa mwezi ya kufundisha watoto wao au kufundisha vijana wao, kuliko vijana wao waingie vitu zingine. Kwa sababu huyo mzee hii elimu asikufe nayo. Kwa sababu sasa pia umri bila imeenda ya watu wa Mombasa. Hata kama serikali atachukua huyo mzee, hata county hatachukua huyo mzee, lakini nyinyi watu wa Mombasa mnaweza msaidia huyo mzee. Kwa sababu kupeleka watoto wenu ili aenda fundishwe. Kwa sababu mzee akikufa na hii elimu yake itakuwaje? Hilo ile jambo mzee ako nayo akikufa nao kama hajawachia mwingine itakuwaje? Kwa sababu mzee pia umri imeenda, unaona mzee ako 40 something au ako 50. Umri imeenda, mzee anachezea hapo. Mzee ako 45 huko, 46 huko, ako 50, hali 50. Lakini sasa hii akipata vijana afundishe vijana, afundishe mayouth ambao wako kama 20 15 years wakienda mbele. Hata nyinyi society uko hapa unaweza help huyo mzee kwa kufundisha